الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Naomba radhi kwa wale ambao watakuwa wanatufuatilia kwenye mitandao, sauti sio nzuri, kwa hiyo watajitahidi kusikiliza kwa umakini wao. Tunaendelea na somo letu la tafsiri ya Qur'anul Karim ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwaka 1447 tukiwa hapa msikiti wa Kitangiri ambao uko kata ya Kitangiri, wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, Tanzania. Leo tunaendelea na sehemu yetu ya kuzungumza ubora wa la ilaha illallah, na aya yetu ni aya 19 katika surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam au suratul Kitab. Tusome kwa pamoja, inasemaje? Mwezi wa Qur'ani tumepata. Tukiwa hai na salama, kesho tutaingia sehemu yetu ya 4 ya 5. Sehemu ya 5 katika sehemu ambazo yani nitalazimisha, lazima kuhifadhi, nitalazimisha. Kwa hiyo mwe tayari. Tutazungumza kesho, tunazungumza nini? Sharti za la ilaha illallah. Sasa hizo sharti zake ziko 7. Kwa hiyo nitalazimisha mzihifadhi. Nitakuwa nasema ya kwanza, nasema ya pili, ya tatu, ya 4. Hivyo pamoja na kwamba darasa lenu lina wazee wengi, lakini hamtoshindwa kwa sababu tutasema msisome Kiswahili tu. Yako masharti 7 ya la ilaha illallah, na katika masharti 7 tutakaa kidogo kwenye masharti kama 2 3 tuyazungumze kwa urefu kidogo, ila kama mtaona tuyataje tu hayo masharti alafu endelee na sehemu inayofuata kuzungumza nguzo za la ilaha illallah, hiyo itakuwa hiari ya moyo. Kwa hiyo ninatoa kama taarifa. Kwa tukisoma hizo sharti kesho tukiwa hai na salamu, kesho kutwa nitaomba mnisomee ghaibu bila kuangalia kwenye kitabu, ghaibu. Na kama itashindikana, basi itakuwa sasa mtu mwingine si lazima kufundishana. Kuna vitu anatakiwa unavyo kichwani. Ukiulizwa sharti za la ilaha illallah ngapi, unasema la ilaha na sharti 7. Ya kwanza hii, ya pili hii. Hivyo ni vitu vikalini kama sura kufuata. Kwa hiyo hapo utakuwa mkali kidogo. Utakuwa mkali kweli.
Nguzo zake ni mbili tu, sio nyingi. Kwa hiyo mjinoe, wale ambao wanapenda sana masimsimu mtakusoma hivi, na ninaweza nikampointi mmoja mmoja. Wewe bila kujali shemeji yangu sasa umri gani, nitakupointi imamu. Jamani, tukubaliane na sema hapo kwa sababu kuna vitu vingine lazima uvihifadhi. Unashindwa kuhifadhi sharti za la ilaha illallah, inakuwaje? 7 tu na ni za kawaida, sio kwamba zitakuwa ni ngumu. Imamu, umeelewa bwana? Yaani mwambie kabisa dada yangu bana, kulisha iftari hapana, nitakula mwenyewe ili nipate muda wa kutani. Shemeji yangu kaiji kwa leo. Tumalizie ile ubora wa la ilaha illallah. Hicho kitabu ni at-targhib wa at-tarhib, at-targhib wa at-tarhib. Tarhibu wa tarhibu nikitaja kule hicho kitabu, pamoja na kwamba tutakapokuwa tunazungumza hizo kufafanua hizo sharti la ilaha illallah, kuna vitabu mtatumia hatujaviandika kwa sababu nilikuwa nimeiacha nyingine. Leo tuko kwenye hadithi namba 9, 10, 11 kushuka, lakini ile ya 9 tuliisoma jana. Ya 9 tuliisoma jana, kwa hiyo tutairuka teremka chini, si ndio? Hamjaiona? Mmeiona? Tuliisoma jana hadithi ya 9. An Jabir radiyallahu anhu, ya 10. An Jabir radiyallahu anhu, simulizi kutoka kwa Jabir, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe kwake. Tunasema Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, sahaba ambaye masahaba wenzake walikuwa wanakaa na kumsifu, mshukuru. Walikuwa wanakaa masahaba kumsifu Jabir bin Abdullah kwa wema aliowafanyia. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, siku ya vita vya Khandaq, wakiwa wanachimba yale makhandaki, Jabir bin Abdullah alimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amefunga jiwe kwenye tumbo. Kwa hiyo akajua Mtume ana njaa. Kwa akamwambia sallallahu, mimi nitoka nyumbani kwangu kuna udhuru, unaniruhusu nifike nyumbani nikaangalia udhuru uliopo? Akamwambia nenda kaangalia. Alipofika nyumbani akamwambia mkewe, tuna kiasi gani cha chakula? Akamwambia tuna kibaba cha chakula. Ukisema kibaba, kilo moja haifiki. Wametaifana na choni katakutaja kiwango cha kibaba. Wako walisema nusu kilo, wako walisema nusu kilo na kidogo, wako walisema robo tatu. Na mimi kauli ambayo naiendea ni robo tatu kibaba. Wakamwambia sasa, tengeneza. Nimeona kule kama Mtume SAW yuko taabani, kwa hiyo uzungushe kidogo, na ukimaliza kutengeneza uje sehemu fulani nipe siku. Sawa. Tengeneza, kumaliza akaenda ile maeneo. Si bwana anapiga kibanda yake anaangalia. Akamwona mkewe akajua mambo tayari. Akamwambia sallallahu, nikwambia kuna udhuru.
Sasa naona ule udhuru umekuwa ni mkubwa. Hebu nakuomba ya Rasulullah, naomba tufike nyumbani. Mtume sasa jua. Wakatoka kufika nyumbani, ya Rasulullah, naona kama umezijua sana Rasulullah. Mpaka umefunga jiwe. Naomba utabaru kidogo. Akafungua chakula. Akamwambia sasa nenda kanitie watu 10 waje. Nenda kanitie watu 10 waje. Sallu ala rasulillah. Jabir ibn Abdullah kabla hajaenda akaenda kwa mkewe akamwambia, wallahi kama ni siku ya kuaibika ni leo. Nini? Mke anashangaa, tunaibika sisi kwa kumpikia mtume taibika? Anasema mtume kaniagiza niende nikawaite maswahaba 10 na ninajua kule ni njia mtindo mmoja. Akamwambia kama amesema ni mtume, wallahi hatufanyeje? Mtume sallallahu alayhi alikuwa anapakua chakula kwa mkono wake, anapakulia maswahaba 10. Wanakula, wakimaliza kula chakula kimerudi vile kilivyokuwa. Anapakua mpaka wote wakaishi. Ndio Mtume sallallahu alayhi akala, amemaliza kula, chakula karudi vile kilivyokuwa. Kwa kitendo hiki cha Jabir kufanya, walikuwa wanakaa wanamsifia, wanamzungumza. Sasa kama Jabir bin Abdullah aliweza kuandalia watu chakula tena cha siku moja, lakini maswahaba wakawa wanaweza kukaa na kumueleza fikra zake hivi. Vipi kikao cha mtu? Tusiende. Ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema. Na tumesema tukio haina salama mwakani tutazungumzia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala, tutazungumza hiyo nabii pia tukio haina salama, tutazungumza nabii. Qala, Mtume amesema afdalu dhikri bora, afdalu dhikri bora ni nini? La ilaha illallah. Utakuta pia afdalu dhikri qira'atul Qur'an. Hizo kuta hiyo rafika kusumbua mwana hadithi sema afdalu dhikri ni Qur'ani, na kuna sema afdalu dhikri la ilaha illallah. Hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa, na hapa sio maana pake pa kuzungumza. Unaweza kukuta tu, nimedokeza, unaweza kukuta ni kama vile ukienda kwenye suratul Qasas, Karuni alitoka na watu wake na baadhi za mali, akiwa anataka kuwarejeshia Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikasisha na kitendo, akaamua kumdidimiza Karuni. Qur'ani pale alipodidimizwa, wale watu walikuwa wametamani maisha ya Karuni, waliosema ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Walipoona wameangamizwa wakarudi nyuma. Kuna neno imeandikwa bil ams. Naweza kukuta sehemu nyingine imeandikwa ams. Sasa hizi ni ams mbili tofauti. Bil ams na ams tofauti. Ams ni nini? Ni jana, si jana. Lakini ukikuta bil ams haina maana ya jana. Ina maana siku nyingi zilizopita. Yaani Qur'ani kwa hivyo. Na hapa ndipo ambapo watu tunazozana bila sababu. Mtu analazimisha tafsiri anajua yeye, basi watu wote wajue hiyo. Haiwezi kuwa hivyo. Wewe ukuta sehemu nyingine afdalu dhikri qira'atul Qur'an,
ina maana tofauti na dhikri tunayotaja sisi. Kwa hiyo dhikri bora kabisa, dhikri bora ni la ilaha illallah. Wa afdalu duai, na dua bora kabisa ni nini? Alhamdulillah. Tuna shida sisi, kwa wale wanaosoma wana shida sana. Leo watu wanakaa msikitini, da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam, alafu shirki. Nafanya mchezo, wewe hujaelewa, wewe unawakataza hao hujaelewa, kwa sababu afdalu dua ni nini? Omba dua yoyote, lakini alhamdulillah ni dua inazidi zote. Rabbana fil lana dhunubana, rabbana atina fid dunya hasana, rabbana, alhamdulillah zote ni dhikri hiyo, lakini ndani yake kuna dua. Ndio maana wakapewa watu wa peponi, sallu ala nabii, vyovyote watu wa peponi watakapokuwa wameshukuru, lakini wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ndio watu wenye kuona mbali, wenye kujua ucha Mungu, wakawaletea watu wenye swala. Mmeomba dua? Na ndio maana watu naambia watu usiishie tu hapo, nenda kwanza hiyo unasoma Qur'an. Da'wahum sio Qur'ani, ni Qur'an. Subhanaka Allahumma ni Qur'an. Kwa hiyo hawa watu wamekaa wamemaliza kuswali, wameweka dua yao, wameilinganisha na Qur'an, lakini sio Qur'ani tu, wameleta maneno ambayo yatakuwa nasemwa na watu wapi? Watu wa peponi, ndio maneno yao. Wewe unawabeza, hujaelewa. Hata kama una digrii 30 bado hujaelewa. Mtu mmoja Zanzibar, mtu mzima, alikuwa hawezi kusema subuhul qudus, alikuwa anasema subuhul qundus. Hawezi kusema subuhul qudus, subuhul qundus. Wako Unguja wanataka kupanda jahazi waende Pemba, wakaja vijana, na alikuwa anasema kwa sauti subuhul qundus, subuhul qundus. Vijana wanacheka, ushakambia mzee, sio hivyo. Subuhul qundus. Ikaja jahazi wakapanda, yeye na wale vijana wanaenda Pemba toka Unguja. Wanafika katikati kule, bahari ya Hindi imekataa. Papa yule mzee subuhul qundus, jahazi linapigwa mawimbi kweli kweli. Kamaliza kusoma hivyo, yule kijana mzee akaambia Mwenyezi Mungu, kwa uradi unaokusabihi wewe, tupoze bahari twende. Bahari ni kisa wakia kimetokea. Bahari, wale vijana waliposikia bahari, yule mzee anamwomba Mwenyezi Mungu akatulia. Kaona mzee, wameenda kufika kule, kaambia unasemaje vijana? Uradi huu tunacheka, tunaonaje? Tuwie radhi bwana. Wakati mwingine inasemekana niyatul mu'min khairu min amali, nia ya mtu huwa ikawa ni bora kuliko kitendo chake. Sasa hawa watu wanasoma uradi, wewe unaweza kuona kwamba mtume akufundisha, mtume akufanya nini? Mtume kafundisha huo uradi, wewe tu ndio ujui, na Mungu kafundisha. Kwa sababu ya ayyuhalladhina amanu idhkurullaha dhikran, ni dhikri gani? Sallu ala nabii. Ni dhikri gani imetajwa? Haikutajwa. Hakuna haja ya kwenda kwa watu wa elimu. Watu wa elimu wanasema ikitokea kwenye sentensi mafuli kaondolewa,
wakati mwingine huwa inakulisha chochote kinachokuwa dhiki kinaingia. Dhkuru Allaha dhikran kathira, tajo nyingi gani hapa? Tajo nyingi ni aina ya tajo ziwe nyingi. Tajo nyingi ni idadi ya utajo uwe mwingi, hakusema dhikran kathira. Sasa watu wa sala wameelewa hiyo dhikran kathira. Bifadlillah, jamani, Mungu ametupa fadhila, sisi tunasemaje? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, inna Allah. Sio haingii kwenye dhikra kathira hiyo jamani, mbona tunasoma vibaya? Tunasoma vibaya. Kwa hiyo afdhalu dua ni nini? Kwa sisi watu tunaomba pale Rabbana kadha 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 bifadhili, alhamdulillah. Tunaona hatujafika kwenye dua bora, tunakwenda kule dawao fiya subhanakallahumma tahiyatu fiya salam wa akhiru dawahum alhamdulillah. Tumerudia eti tunataka mtume akae kufundisha. Najua sio kila kitu mtume alifundisha, viko vitu maswahaba walifanya mtume akufanya hata siku moja. Maswahaba walifanya mpaka maswahaba wako waliongeza maneno kwenye salamu ya salamu alaykum wa rahmatullahi. Wako maswahaba waliongeza maneno katikati. Njoo tumitakuonyesha kwa kitabu. Kwa tuache kuzozana vitu ambavyo mafumu yetu yote ni mabaya. Rawahu Ibn Majah wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi. Okay. Wal Hakim. Ya 11 umeiona hadithi wa an Ya'la ibn Shaddad qala, wa an Ya'la, kutoka kwa Ya'la ibn Shaddad mtoto wa Shaddad qala, amesema hadathani abi Shaddad. Kama umesahau hadathani abi Shaddad, amenielezea mimi baba yake na Shaddad ibn Ausi mtoto wa Ausi radhiallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe kwake. Tena wa Ubadah ibn Samit, na Ubadah ibn Samit asema hadiru yusaddiquni, alikuwepo wakati yanaelezwa maelezo hayo. Yusaddiqu, anasadikisha kwamba maelezo atakayosemwa hapo ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, amesema Ubadah ibn Samit anasema kunna inda nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaweza kusema tulikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna inda nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Mtume akauliza. Faqala, Mtume akauliza, hal fikum gharibu, hal fikum gharibu, hivi kati yenu nyinyi hapa kuna mgeni? Hal fikum gharibu, hivi kati yenu nyinyi mliokaa hapa kuna mgeni? Yani al-kitab, yani kuna mtu yote al-kitab yuko hapa? Kuna tukafanyaje? Kulna, tukamjibu Mtume, la ya Rasulullah, hakuna mgeni kati yetu, hakuna mgeni kabisa. Fa amara, alipoona hakuna mgeni akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi ghalqi albabi, akaamrisha kufunga mlango wa msikiti. Funga milango. Maana yake mtu asifanye, maana yake hamna kutoka mtu. Funga mlango. Irfa'u aydiyakum, inueni mikono yenu.
Na mimi nimepata kumsikia shekhi mmoja alisema inueni kidole chenu cha shahada, yani wainueni, kwamba pale imetajwa mkono, lakini alikuwa na maana wainue kidole cha shahada. Huo ni uelewa, na mashekhe wanakuwa wana njia nyingi za kutafsiri mambo, lakini hapo imeandikwa irfa'u. Kwa hiyo milango ilifungwa, funga milango, fungwa, wakainua mikono, au tafsiri huyo shekhe waliinua kidole cha nini, waqulu, akasema, akafanya, akaambia semeni, waqulu, semeni, wasemeni la ilaha illallah, semeni la ilaha illallah. farafana aidiana saa, ndio hapo naam. Farafana aidiana saa, tukainua mikono yetu, sanzi walipoinua mikono walikuwa wanafanya, wanasema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Au waliinua tu mikono sawa, waliposema la ilaha illallah moja, walisema moja tu, wakainua mikono. Ndio hivyo. Manake ukitaka hadithi haikusema walikariri, maana sio usomaji wa leo, tuna shida sana. Wakainua mkono saa nzima. Baada ya saa, thumma qala, kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu. Alafu akasema, Allahumma, Mwenyezi Mungu wewe, ewe Bwana wa viumbe wewe, Allahumma, Mwenyezi Mungu Bwana wangu, innaka, kwa hakika wewe bila shaka, innaka, kwa hakika wewe bila shaka, ba'athtani, umenipa utume nipeleke ujumbe. Ba'athtani, umenipa utume nipeleke ujumbe. Kwa nini? Kwa nini? Bihadhi kalima, utume wangu wote ni kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya neno hili. Neno gani? La ilaha. Aliwaambia semeni hiyo, utume wangu wote huko hapo. Wa amartani, na umeniamrisha, biha, niifikishe kwa watu hiyo la ilaha, kwa viumbe wako la ilaha illallah. Wa amartani, na umeniamrisha, biha, niwafikie viumbe wako hiyo la ilaha illallah. Wewe unaona kwenye Uislamu kafiri anataka kuingia kwenye dini, haambii toa pesa, anatakiwa shahidilie tu nini? La ilaha illallah. Basi ni jambo dogo hilo, na kule kama alioa ndoa kule ya Kikristo, akishasilimu na yule kasilimu, anaambiwa na ndoa yenu ndio hivyo, ila inalinda. Jamani, tuko pamoja? Tunazungumzia ubora wa la ilaha illallah. Wa'adtani, na umeniahidi mimi na umati wangu, alaiha, kwa ubora wa hiyo la ilaha illallah. Wa amartani, wa wa'adtani, na umeniahidi mimi, alaiha, kwa ubora wa la ilaha illallah. Umeniahidi nini? Aljanna, pepo.
aljannata, pepo, kwamba mimi na umati wangu tukiishika la ilaha illallah tukaifanyia haki zake tunaingia peponi. Wa anta, na kwa kweli wewe Mwenyezi Mungu, wa anta, na kwa kweli wewe Mwenyezi Mungu, la tukhlifu almi'ad, huwa udanganyi. La tukhlifu almi'ad, huwa haudanganyi, huwa hauendi kinyume na ulichoahidi, huwa hauendi kinyume, una mbambamba. Innaka, kama Mwenyezi Mungu wewe, la tukhlifu almi'ad, una mbambamba. Thumma qala, kisha baada ya kusema hayo mafungu sita, kisha baada ya kusema mafungu sita, fungu la kwanza alisema nini? Alhamdulillah. Fungu la pili, innaka amartani bihadhi alkalima. Fungu la tatu, amartani biha. Fungu la nne, wawartani alaiha janna. Fungu la tano, wa anta la tukhzimani. Baada ya matano, thumma qala, akawaambia masahaba, abeshiru. Abeshiru maana yake nini? Furahini, 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 kwa na furaha nyewe. Abshiru, kwa na furaha, changamkeni. Fa inna Allah, kwa hakika Mwenyezi Mungu, fa inna Allah, kwa hakika Mwenyezi Mungu, qad ghafara lakum, amefanyaje? Amefanyaje? Amekufieni madhambi yenu. Qad ghafara lakum, kafieni madhambi. Kafikia madhambi kwa nini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hii ndio kwa mnasema hapa, mimi kama mtume wenu nimeshapata habari, nimefuta madhambi. Tumswalie mtume Allah. Sasa watu wakiambia fala bwana, kwaya hiyo, kwaya hiyo. Tuangalie Uislamu tunatoka kwenda. Maneno mabaya kabisa wanawaambia Uislamu sana. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anasema, inna rafa sauti, hakika kuinua masauti baada ya kumalizika swala ya fardhi, kuinua masauti baada ya swala ya fardhi kwisha, huo mtindo ulikuwepo wakati wa Mtume Muhammad, ulikuwepo huo. Sasa hii hadithi ndio watu wengine waione. Unakuja kuwakataza watu wanafanya jambo ambalo wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwepo. La ilaha illallah. Kwa hiyo tuendelee na kwaya tu mwezi wa Ramadhani. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, zipigwe tu. Haya, ukisema hadithi ni dhaifu, tunakuuliza ni dhaifu gani? Kwa nini? Rawahu Ahmad bi isnadi, rawahu Ahmad bi isnadi hasanin. Sasa unituambie wewe ni dhaifu hiyo, utakuuliza ni dhaifu ipi? Dhaifu zina zaidi ya 10 na tuambie ni dhaifu gani? Atakuuliza swali, je, hadithi dhaifu huwa hazitokei zikafanya kazi kwa vigezo vilivyoko na chuoni? Jamani, tuwe makini sana. Hivi si vitu vya mtu kutoa kifua mbele, tumesoma mimi. Hapana. Nimeeleweka jamani? Ubora wa elimu. Mtume alisema fungeni mlango, kuna jambo nataka mfanye, jambo bora sana. Inua mkono, inua kidole juu. Saa nzima. Yafa Mwenyezi Mungu wewe, kushukuru alhamdulillah kwa neno hili. Mwenyezi Mungu, hii ndio alinitumia hii. Hii ndio umeniamrisha hii. Ndio umeniahidi pepo hii. Jamani mmeghafiriwa je? Sasa maneno ambao watu wanasema wakafiriwa, unakuja kuwakataza. Ina maana hapo aliwaongoza alafu akaitikia. Qulu, semeni
Nakwenda taratibu, haya masala yana utata sana. Utata. Takuletea riwaya Abdullah bin Masudi aliwakuta watu msikitini wanafanya dhikri kwa sauti, akawakataza. Sheikh, hiyo riwaya unaijua peke yako? Hayo unaijua peke yako tu. Hadithi ya nani? Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah anafahamika nickname imetanda kweli kweli. Kama mimi napenda sungusungu kuliko Hamisi. Napenda sungusungu kuliko Hamisi. Abi Hurairah baba mpaka huyo. Mwenyezi Mungu amlipe. Sahaba ambaye ndiye aliyehifadhi hadithi nyingi akiwa ni mtu mzima, amesilimu na zaidi ya miaka 40. Akamwambia sallallahu, mimi napenda sana kuhifadhi. Sasa na mimi unaona mtu mzima umekwaje? Sasa akamwambia nipe kishali chako. Kuja kishali kama kishali akachukua, alafu akamfunga. Kabla Mwenyezi Mungu kila atakachofanya baada hapa kihifadhi, basi kwa kila akisema kihifadhi. Alikuwa andiki Abi Hurairah kuandiki, na akipenda sana naambiwa shirki weka hapa shirki, sio tuambiwa hivyo. Muislamu wetu ni shirki, kila kitu shirki. Sasa kama hivyo ni shirki, Qur'ani utahukumu vipi? Habari ya sanduku utahukumu vipi? Jalut na Talut ni kisa kimesema kwenye Qur'ani au hakimu? Kipo surati al-Baqara. Alipochaguliwa kiongozi walimwambia atakuwa na dalili gani kama huyu ni kiongozi? Wewe unatuambia kwamba Mungu kamchagua huyu. Talut kamchagua. Ana dalili gani? Mwenyezi Mungu akasema inna min ayati mulki ayatihu tabut. Katika kuonyesha kama amechaguliwa huyu itakuja sanduku. Mwenyezi Mungu ataita sanduku. Fihi, ndani ya sanduku hiyo baqiyatu, kuna masalia, kuna vitu ambavyo ni masalia, masaza. Mimma taraka alu Musa wa alu, masaza aliyokuwa anayatumia Musa na Haruna, masaza yatakuwemo huko. Akaletwa sanduku lina masaza. Tahmiluhu almalaika, yani sanduku lina mswaki uliotumika, lina viatu mitarawanda iliyokwisha, ina kilemba kimechakaa. Ndio anaitwa sanduku. Ndio kwa nini? Swali ya Mtume. Na wakienda vitani wanaenda na sanduku, wanashinda vita. Shirki itakuwa hiyo. Itakuwa shirki ile chakaidi. Haiwezi kuwa shirki. Jamani, Qur'ani inatakiwa isomwe ukifahamu, basi tumia ufahamu wako vizuri. Usitumie ufahamu vibaya. Suleiman anataka kiti, Ayubu miatini biashia. Nani akaniletea kiti chake? Qala ifiritu min jinasa firi. Anati kabla nitakuma, mimi nitakuletea kabla masaa 6 hujamaliza kuhukumu, nitakileta. Mimi nina nguvu na ni mwaminifu. Kwenda pale tena. Wakala alladhi indahu, akasema mtu ambaye ana elimu na nini? Huyu jamaa masaa 6 tunasubiri kiti. Tumeshaambiwa na hudi kwamba yule mama anajivunia nini? Anajivunia kiti. Sasa tunakaa tunasubiri masaa 6 kiti. Wakala alladhi indahu, akasema mtu ambaye ana elimu ya kitabu, anatika bi kabla yatadaileka, mimi nitakuletea kufumba. Na unakiletaje Sheikh Musa? Tuseme kiti kiko Igogo, tuko hapa, unakiletaje? Unakileta vipi? Igogo mbali sokoni. Kabla ayatada tarfuka, kufumba na kufumba. Halafu Mungu aliyofumba akasema alladhi indahu ilmu, mwenye elimu ya kitabu. Hajataja ni kitabu gani mpaka leo. Wala ni elimu gani? Indahu, yule mtu ana ilmu mina kitabu. Hakijataja tajina. Kwa mimi nikifanya wale ambia shirki, labda la inatumia labda ni elimu ya kitabu, unajuaje? Salini Mtume. Sheikh, inahitaji vitu vingi sana. Mtu mmoja anasema kutafsiri Qur'an
peke yake uwe na vitu vya kutafsiria, uwe na vitu 84. 84. Wewe umesoma vingapi? Tuache kuwasiliana kwenda hivyo vitu na watu wake. Lakini ukisema nikupe aya ambazo ndani yake ukisoma utaona kama ni shirki, utashangaa. Ziko nyingi tu. Ziko nyingi. Tuache tuseme. Abi Huraira radhiallahu anhu alikuwa anapenda sana kula tende. Katika masahaba wakipenda sana kula tende alikuwa Abi Huraira. Siku moja mchana amekaa, ameshanawa, anataka kula, anaona imebakia tende 16 na zilikuwa zimtoshi kama chakula. Sisi nitazilaje? Mtume siku kwake kwenye nini mtume? Kaambia Rasulullah, mimi sinajua msosi wangu tende. Sasa kumebaki 16 hizi hazinitoshi. Nifanyie maarifa sasa. Mtume akamwambia, "Ziko wapi?" "Ziko kwenye mfuko." Basi mtume aliingiza mkono wake kwenye mfuko. Akamwambia, "Nenda zako." Abi Huraira alikula hizo tende tokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo mfuko ulikuja kupotea wakati wa kumwosha Uthman bin Affan. Mtume yuko hai, hazijaisha 16. Abubakar Siddiq hazijaisha 16. Umar bin Khattab hazijaisha. Uthman bin Affan. Tena huo mfuko ulifanyaje? Ulipotea. Inawezekana mpaka leo iko tende? Sallu ala nabii. Allahumma salli. Huyu mtu anasimulia, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu na amani ziwe juu yake. Mtume alisema jaddidu imanakum, zifanyieni upya imani zenu. Zifanyieni upya imani zenu. Imani huwa zinachakaa na imani huwa zinakufa kabisa. La yazinu zani hina yazni wa huwa, haitokei mzinifu wa kazini wakati anazina kwa muumini, huwa imani imetoka. Mtume akaambia maswahaba, jadidu imanakum, zifanyieni upya imani zenu, ziboresheni imani zenu. Qila, ikaulizwa, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Qila, ikaulizwa, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa kaifa nujaddidu imanana, na vipi tunaweza kuzifanyia upya imani zetu? Ni vipi tunaweza kuziboresha imani? Hatujui, tufundishe. Qala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia, aliwaambiaje? Aliwaambia akthiru min qawli la ilaha illa Allah, zidisheni mara kwa mara neno la ilaha illa Allah, zidisheni. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah. Hawa wanafanya imani upya au haiwi mpya? Nakwambia. Sasa unakejeli vipi? Haya, mtume akusema kwenye tarawih, mtume akusema kwa hiyo, alisema wapi? Tuambie, mtume aliwaambia akthiru min qawli, akthiru min wapi? Lakini umetukia tupaka. Ni wapi? Au kai peke yako. Tupe hadithi inasema kaa peke yako. Iko wapi? Yeye anakuambia kaa peke yako, uzidishi peke yako. Iko wapi? Tumesema hakuweka mtindo. Sisi tumeamua utati wetu. Kama wewe umeamua kufanya peke yako, shibana mke wako kimya kimya, ndio mtindo wenu. Lakini kwenye akthiru min qawli la ilaha illa Allah, zidisheni. Ndiyo maana nikasema katika uradi ambao
hutakiwi kuacha kila siku ni la ilaha illallah, sababu inatakiwa iwe nyingi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema itafikia wakati kwenye umati wangu ataamka mtu asubuhi akiwa ni Muislamu, ikifika jioni kesha toka zamani. Na itafikia wakati kwenye umati wangu jioni mtu ni Muislamu, ikifika asubuhi kwani usitumie? Kwani usitumie hii? Hai, kelele. Mtume alisema kimya. Kwa hiyo mtume hapa amesema kwamba akthiru min qawli la ilaha illallah. Kimya. Min duni jari. Khifatan kuna aya inasema udhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Khifatan ndio kuficha. Khifatan. Neno khifatan ni kuficha kweli. Eti watafsiri wa Qur'an. Khifatan ni kuficha. Mbona tunakwenda vibaya? Tumeelewana jamani? Tunamalizia hadithi ya mwisho. Wa Abdullah radhiyallahu anhu, wanasema wanachuoni kisema Abdullah inawezekana ikawa Abdullah bin Umar au Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sema man jaa bil hasana, man jaa bil hasana, atakayekuja na jema moja, au man jaa bil hasana, atakayefanya jambo jema moja, qala, akasema hiyo man jaa bil hasana, hasana, qala, akasema man jaa bi, kitaji hasana wema, hakuna wema zaidi ya hakuna. Wa man jaa bi sayyi'a, na atakayefanya kosa moja au atakayekuja na kosa moja, qala, akasema jaa bishirki. Kosa hapo maana yake ni nini? Kwa hiyo unaona mukabala wa shirki ni nini? La ilaha illallah. Ukikosa la ilaha illallah unaingia kwenye nini? Kwa lazima tuitumie sana. Rawahu al-Hakim mawqufa, wasema mawqufa. Sasa hii ni mawqufa. Shekhe, nenda kasome kwenye elimu hadithi, ikija mawqufu nini au marfu nini. Tunaishia hapo darasa letu kwa leo. Tunamaliza kueleza ubora wa la ilaha illallah. Kiwa uhai salama, kesho tunaingia kusoma sharti za la ilaha illallah ambazo yani hapo nitasimama kidedea. Kama ni mbwai itakuwa mbwai, yani hapo siangalii uso wa mtu, sijui bwana shemeji yangu, tunako shemeji pembeni. Nini kwanza lazima tuifanye, si kama majumba Baitul Haram, majumba yamehamwa, kuna watu mafumbo yao yamehamwa, tusiwe tunaishiliza hapa. Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.